giza kama lilivyokuwa kabla ya uumbaji, totoro, litajirudia tena kabla Yesu ajaja mara ya pili. Sasa moshi unawakilisha nini? Moshi, tukagundua moshi katika Biblia, katika muktadha wa kitabu cha Baragumu sura ya 5, moshi ni ishara ya hukumu. Lakini hukumu hii inaletwa na nini? Hukumu hii inaletwa na mafundisho na dhalia za uongo zilizokuwa zikiingizwa katika akili na fahamu za watu. Alafu nzige, katika ule moshi alitoka nzige. Nzige inawakilisha nini? Nzige ni hukumu. Katika Agano la Kale Mungu alikuwa akiwahukumu watu akiwapelekea nzige. Kwa hiyo nzige ilikuwa ni hukumu ya Mungu yenye rehema. Na mfano tukagundua kwamba katika Biblia kuna ishara iliwahi kutokea duniani. Nzige wakatokea duniani, wakafunika juu ya uso wa dunia, na dunia ikapata giza. Mchana na usiku kwa kuna giza, ni wakati wa Misri. Na roho nabii inasema hakujawahi kuwa na kamwe hakutakuwa na nzige wa kiasi hicho tena walioweza kutukia kama wakati huo, na Biblia iliweza kusema. Alafu then tukamalizia na mambo machache ya historia ilivyotuambia ni kipindi gani cha historia dunia hii wakati dunia ilipopitia kipindi kilichokuwa na giza kubwa sana lililokuwa linautesa ulimwengu. Tukasoma vitabu fulani vya historia ambavyo kwa wakati huo Ellen White aliweza kuvikoti vitabu hivyo ili viweze kutumika. Kwa hiyo tukaona katika mfano, tukasoma katika kitabu kinachoitwa Sir Walter Scott aliandika kitabu kinaitwa Life of Napoleon Volume 1 Chapter 17. Katika ule ukurasa wake wa 398 mpaka ukurasa wa 399, haya ni maneno niliyo screenshot kutoka kwenye kitabu chenyewe. Kina peji nyingi sana hiki kitabu. Kwa hiyo nilikipata nikakisoma, ingawa sijakimaliza, ni kikubwa sana. Ila nilipofika sehemu hii nikasoma haya maneno ambapo kwa Kiswahili anasema, ulimwengu kwa mara ya kwanza ulisikia kusanyiko la watu waliozaliwa na kuelimishwa katika ustaarabu, wakijitwalia haki ya kutawala moja ya mataifa bora sana ya Ulaya, wakipaza sauti zao zilizounganishwa pamoja kuikana kweli ile takatifu sana ambayo roho ya mtu huipokea na kuikataa kwa kauli moja, imani na ibada ya Mungu. Maneno haya yalitukia. Ellen White anasema unabii huu ulipata utimilifu wake mkubwa sana na kwa usahihi mkubwa katika historia ya Ufaransa wakati wa mapinduzi mwaka 1793. Then Ellen White ananukuu maneno ya Sir Scott. Ndio hii maneno yanayofuata, anasema ulimwengu kwa mara ya kwanza. Hayo ni maneno ya Sir Scott, mwandishi wa historia tu wa duniani wa wakati huo aliyeshuhudia mambo ya Ufaransa wakati huo. Blackwood Magazine 1870 inaandika Ufaransa ndio taifa pekee ulimwenguni ambalo kumbukumbu zinazolihusu kuhusu haya bado zipo, kwamba kama taifa liliinua mkono wake katika maasi ya wazi dhidi ya muasisi wa ulimwengu huu. Watu wenye kukufuru wengi makafiri wamekuwako na bado wataendelea kuwako kule Uingereza, Ujerumani, Hispania na kwingineko. Lakini Ufaransa linasimama pekee katika historia ya ulimwengu huu kama taifa pekee ambalo kwa amri ya bunge la taifa lilitamka kwamba hakuna Mungu. Maneno haya Ellen White akayanukuu tena katika kitabu cha Pambano Kuu, aliyatoa katika jarida gazeti la zamani la wakati huo linaloitwa Blackwood Magazine la Novemba mwaka 1870, na lile ndio gazeti lenyewe jinsi lilivyokuwa likichapishwa wakati huo. Sasa giza linaanzia magharibi, maana lile shimo lilipofunguliwa likatoa moshi wake ukaanza. Giza huanzia magharibi na kilele cha giza hufikia kusini. Hiyo hali tunaielewa vizuri, hiyo ni geography, kwamba siku zote giza linaanzia magharibi kwa sababu jua linachomoza mashariki. Wakati jua linapoanza kuchomoza mashariki, magharibi kunakuwa kuna kagiza kadogo. Alafu jua linapoelekea kuzama, sehemu yenye giza totoro inakuwa ni kusini. Tutarudi hapo baadaye. Lakini kwa faida tu ya wale ambao hawakuwapo wiki iliyopita, tuliangalia hii chart. Ni structure niliyoitengeneza, muundo wa kitabu cha Ufunuo toka sura ya 12 mpaka sura ya 22. Ambapo sura ya 12 fungu la 7 hadi la 9 linatuonyesha mambo yaliyotukia mbinguni. Vita vilivyotukia mbinguni.
Na baada ya hivi vita kutukia mbinguni, Ufunuo 12 fungu la kwanza anasema nikaona ishara mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua. Ishara haitokei duniani, ishara ilionekana mbinguni. Vilikuwa ni vita vilivyokuwa vikifanyika huko mbinguni, hatujui vilifanyika lini. Lakini Ufunuo 12 fungu la kwanza hadi la pili na Ufunuo 13 fungu la kwanza hadi la pili inatueleza matukio toka Edeni mpaka mwaka 4 kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa. Maana Yesu alizaliwa mwaka 4 kabla yeye mwenyewe kuzaliwa. Hiyo inaeleweka vizuri. Kwamba Yesu alibatizwa akiwa na umri wa miaka 30, lakini alibatizwa mwaka 27 AD. Akiwa na umri wa miaka 30. Alizaliwa mwaka gani? Mwaka 4 kabla yeye hajazaliwa. Tayari dunia ilikuwa imechelewa, lakini yeye alikuwa amekwisha kuzaliwa. Na? Ni mwaka 4. Hatuna mwaka 0. Yes. Alafu Ufunuo 13 fungu la 3 hadi la 10 na Ufunuo 12 fungu la 6, Ufunuo 12 fungu la 13 hadi la 15 inatuelezea kipindi cha miaka 1260 wakati ni Rumi ya kipapa ilipotawala dunia. Alafu Ufunuo 13a, Ufunuo 13 fungu la 11a na Ufunuo 12 fungu la 16 inatuelezea wakati wa Amerika ikiinuka sasa. Kuanzia mwaka 1798 na kuendelea. Baada ya Amerika kuinuka, mateso yanapona, watu wa Mungu wanapata kujiorganize pamoja. Hatujui itaenda mpaka wakati gani hiyo hali, alafu kisha itakoma. Dira ya mbinguni. Leo tuanzie hapa, dira ya wapi? Ya mbinguni. Sasa hivi vipengele vingine niliviacha kwa sababu ni vya wakati ujao sana. Kwa baadaye mimi na rafiki yangu Mike na watu wachache tuna kazi ya hapa 17. Hiyo tutaona baadaye mchana. Dira ya mbinguni. Tuangalie leo dira ya mbinguni. Katika maandiko matakatifu, dira ya mbinguni huwa na pande mbili. Haina upande mmoja. Huwa ina pande mbili. Dira ya duniani na upande huu mmoja ni kaskazini. Lakini dira ya mbinguni ina pande mbili. Upande wa kwanza ni mashariki na upande wa pili ni kaskazini. Nitakuelezea vizuri inamaanisha nini hizi dira za mbinguni kuwa na pande hizi mbili. Ni kwa sababu upande wa mashariki na upande wa kaskazini ndio upande pekee ambapo nuru hupatikana. Upande wa magharibi na upande wa kusini ni upande ambao huwa na giza. Nitakupa mfano rahisi wa nchi yetu ya Tanzania. Ni sehemu gani watu wamedumaa sana kiakili? Ni kaskazini kusini. Ni kusini. Alafu upande wa pili ambao watu wamedumaa akili ni mashariki magharibi. Magharibi. Kwani programu ile ya kuongezea watu virutubisho vya chakula ili wawe wakubwa inahusisha watu wa wapi? Wengi ni watu wa kusini na baadhi ya mikoa ya magharibi. Ni kwa sababu sasa sisemi kwamba tusiende kuishi huko, hapana. Ni mfano tu nimetumia. Mfano. Hauna uhusiano wote na tunachosoma, ni mfano. Ila kuna watu wa Mungu wenye uwezo mkubwa sana wa akili kutoka hizo pande. Habari zenu. Kwa msije mkasema hivi. Wapo wengi wenye uwezo mkubwa wa akili kutoka upande huo. Pande hizo. Jua huangaza kutokea mashariki na miale yake huelekea hata kaskazini. Hii ni geography. Kwa jua linapokuwa likichomoza, miale inapiga mpaka kaskazini. Ndio unasikia wale watu wa utabiri wa hali ya hewa watakwambia jua litaanza kuchomoza sehemu fulani na litachelewa kuzama sehemu fulani. Ni hii science tu rahisi ya geography. Jua linapochomoza kutoka mashariki, kusini inakuwa ni sehemu ya chini sana, na hivyo huwa ni eneo la giza kuu, yani giza totoro. Ndio duniani, tuchukue mfano duniani, jua linapochomoza katikati ya mstari wetu wa equator, linapochomoza, sehemu inayopata jua sana ni walivyo karibu na equator. Hapa Tanzania kule mikoa kanda ya Ziwa, ukienda Kenya hapo, kapita na Uganda huko, ndio wale watu wa jamii ile unakuta ni weusi sana kwa sababu ya jua. Lakini kusini Atlantic hakuna jua, ni barafu tupu. Hamna hata mtu anayeishi kwa sababu ni sehemu ya giza totoro.
Sasa Yesu anasema atakapokuja atakuja kutokea upande wa mashariki. Mathayo 24 fungu la 27. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa dira ya kwanza ya mashariki ni sehemu inayotuambia Yesu atakapokuja atakujia kutoka mashariki. Biblia inasema Ufunuo 7 fungu la kwanza hadi la pili, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizuia pembe nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote, juu ya miti wowote. Nikaona malaika mwingine akapanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Kutoka mawio ya jua maana yake anatokea kaskazini, anatokea mashariki, anatokea upande wa mashariki. Alafu Ufunuo 16 fungu la 12 anasema na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto mkubwa flat, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Hii ni Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Yohana anaelezea kwamba mto flat unakauka, Rumi inakosa sapoti, njia inatengenezwa, Yesu anakuja tena mara ile ya pili. Kaskazini ni mahali kwenye kiti cha enzi cha Mungu kilipo. Kwa kiti cha enzi, ufalme wa Mungu unapatikana upande wa kaskazini, makao ya Mungu aliye hai. Isaya 14 fungu la 13 na 14, shetani alisema, nao ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitaketi juu katika nyota za mbinguni, nami nitaketi katika mlima wa makutano katika pande za mwisho za kaskazini. Kwa sababu kaskazini ni sehemu ambapo ni sehemu Bwana anapokuwa akiishi. Zaburi 40 fungu la kwanza na la pili, Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima wake mtakatifu. Kuinuka kwake ni mzuri sana, ni furaha ya dunia yote. Mlima Sayuni, pande za kaskazini, mji wa mfalme mkuu. Kwa Yesu atakuja kutokea mashariki, lakini ufalme wake unapatikana kaskazini. Ndipo ukisoma Daniel sura ya 7 yote, Daniel sura ya 8 yote, utagundua kwamba hakuna ufalme uliojaribu kutikisa ufalme upande wa kaskazini isipokuwa mmoja, upande wa mashariki isipokuwa mmoja tu, Rumi. Yeye ndo alijaribu kutikisa upande wa mashariki, ila Babel hakuweza. Alafu utaona Middle Persia ambao ni Wamedi na Wajemi hakuweza. Alafu Ugiriki, Greece hakuweza. Lakini alipokuja Rumi, Biblia inasema naye akafanya vita kuelekea juu mbinguni. Akafanya vita na pande za Mungu aliye hai. Alafu Isaya akiongea juu ya kuja kwa Yesu mara ya pili anasema, nimemuinua mtu toka kaskazini, naye amekuja toka mawio ya nini? Ya jua. Very critical. Kwamba Yesu anainuka kutoka katika mji wa Baba, alafu anakuja kupitia upande wa mashariki. Anakuja kwetu sisi. Amekuja, anaitajaye jina langu, naye atawajilia maliwali kama akanyagae matope, kama mfinyanzi akanyagae udongo. Kwa maneno mengine, magharibi ndiko giza huanzia na kufikia kilele chake kusini. Hii ndiyo sababu giza linatoka katika shimo la kuzimu, linaanzia chini na kilele chake kinafikia juu kabisa, linaanza kufunika, linaenda kufunika upande wa kaskazini. Mlango wa rehema utakapofungwa, watu watakimbia huko na huko wakitafuta neno la Mungu, lakini wasilione, kwa sababu neno la Mungu ni taa. Yohana 1 fungu la 4 hadi la 5 na Zaburi 119 fungu la 105. Kamwe watu hawatajaribu kwenda magharibi na kusini, kwa sababu hata watu wanajua magharibi na kusini kumejaa giza. Ndio Amosi 8:12 na Amos 8 fungu la 11 na 12 anasema, si angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitatia njaa katika nchi, si njaa kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, toka upande wa kaskazi hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huku na huko wakilitafuta neno la Bwana, wasifanyaje? Wasilione. Kwa sababu watu wanajua knowledge ya Mungu inatoka kaskazini kwenye kiti cha enzi cha Mungu, na inatoka mashariki message ya Bwana inapokuwa ikitujia. Tunaelewana hapo vizuri? Kwa hiyo katika baragumu ya 5, giza lililotoka kusini, giza totoro lililotoka kusini lilienda likafunika kaskazini. Kwa hiyo dunia ikapata giza kwa sababu kaskazini palitiwa giza
na mashariki palitiwa giza. Dunia nzima ikawa na giza totoro. Ufunuo 9 fungu la 3. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu waliokuwa nayo nge wa nchi. Tuchanganue jambo moja. Nzige hawa wa ajabu wana maumbo. Biblia inasema na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za mwanadamu. Wale wanaokumbuka lecture ya kwanza utangulizi, nilisema ya kwamba point namba 1, kanuni ya kwanza ya kuelewa kitabu cha Ufunuo: ikiwa kitabu cha Ufunuo hakijakupa majibu ya ishara, tuna wajibu wa kutafuta majibu ya ishara kutoka katika sehemu nyingine za Biblia, sio katika mawazo ya kibinadamu. Sasa kuna mambo ya msingi ya kuelewa. Kinyume na nzige wa kawaida, nzige hawa wana mfalme. Nzige wa kawaida huwa hawana mfalme. Maana Mithali 30 fungu la 27 Biblia inasema nzige hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja vikosi. Lakini hawa nzige wa kitabu cha Ufunuo ni wa ajabu, wana mfalme. Ufunuo 9 fungu la 7 anasema na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu. Jina lake la Kiebrania ni Abaddon, na la Kiyunani analo jina lake anaitwa Apollyon. Kwa hawa nzige ni extraordinary, sio nzige wa kawaida. Ningetumia neno la Kiingereza inasema amalgamated, yani is amalgamated locust. Au ningetumia neno la Kiingereza nikasema ni genetic modified locust, yani ni nzige fulani kama wametengenezwa hivi wa kimaabara. Kama tukitaka kuelewa leo, yani structure ukiona ni kama nzige, lakini maumbo yao ukiwatazama ni kama farasi. Dirii kifuani wamevaa kama kupigana, wanaopigana. Meno yao ni makubwa kama meno ya simba. Alafu mkia wa huyu nzige ni wa ajabu, ni mkia wa nge. Kwa hiyo ni extraordinary nzige, sio nzige wa kawaida. Sasa katika Ufunuo 9 fungu la 3 alama zinazotumika ni hizi: nzige na nge, ambao nzige tulikwisha kumaliza last week. Nzige katika agano inaonyesha hukumu na kwa watu wa Mungu waliomuasi, na nzige wanatumika kama njia ya kutolea hukumu kwa watu waliokuwa wamemuasi Mungu. Tukasoma kidogo kwenye Biblia Mambo ya Nyakati wa Pili 17 fungu la 13, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikipelekea watu wangu town. Hizi ni hukumu za Mungu kwa watu wake. 1, mvua tu isinyeshe wapate ukame. 2, nikiwapelekea nzige wale mazao yao yote wapate njaa. 3, au nikiwapelekea magonjwa waumwe wafe. Mungu anasema fungu linapoendelea, ndio marehemu rais aliyepita alipenda kulitumia, anasema ikiwa watu wangu wakinyenyekeza mioyo yao wakaniomba Mungu, mimi nitasikia nami nitawarehemu. Amos 7 fungu la 2, ikiwa nzige walipokwisha kula majani ya nchi, ndipo nikasema ee Bwana Mungu, samehe na kusihi, Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo. Kwa wakati Amosi anaomba rehema baada ya Mungu kupeleka nzige kuwala. Yoeli 1 fungu la 4, yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, yaliyosazwa na nzige yameliwa na parepare, na yaliyosazwa na parepare yameliwa na madumadu. Sasa hii ni hukumu ya Mungu ilivyo, kwamba alikuwa ambiwa wana wa Israeli, mkiniasi nitaleta kila jambo, nitaangamiza, na litakalo sazwa na kimoja nitaleta kingine, mpaka mtakapojua kwamba mimi ni Mungu wa mbinguni. Nabii Yoel alieleza hukumu itakayowapata waliomwasi Mungu wakati huo kwa kufananisha na nzige waliovamia taifa lao. Nzige hawa waliwakilisha taifa fulani. Kwa nzige wanatupa sasa knowledge. Nzige wanawakilisha taifa fulani. Tusome kidogo. Katika Ufunuo sura ya 9, nzige anawasilishwa katika muktadha sawa kabisa na ule wa Yoeli sura ya 2 fungu la 4 hadi la 10. Ieleweke kwamba Yoeli 1 sura ya 1 inaelezea hukumu ya Mungu kwa taifa la Israeli lilipoamua
kuasi. Yoeli sura ya 2 anaelezea mchakato wa hukumu juu ya taifa litakalowaangamiza Israeli waliokuwa wameasi. Nitakupa mfano ufuatao. Juu ya hao nzige wa wakati wa Yoeli. 1, walitoa mshindo wa sauti kama moto. 2, walionekana kama farasi. 3, walishambulia kama simba. Na 4, nzige hao walitia giza jua, mwezi na nyota. Ila hiyo ni katika Agano la Kale, wakati wa nabii Yoeli. Sasa tusome kidogo kwa Yoeli, alafu kwenye brain yako linganisha na kitabu cha Ufunuo. Kuonekana kwao, Yoeli 2 fungu la 4 hadi la 10. Kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi. Kuonekana kwa hao nzige ni kama kuonekana kwa farasi. Kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Kama mshindo wa magari ya vita juu ya vilele vya mlima ndivyo alukavyo. Kama mshindo wa miali ya moto ilapo mabua makavu, kama mashujaa waliopangwa tayari kwa vita. Mbele yao watu wanahangaika, nyuso zote zimegeuka kuwa nyeupe kwa hofu. Upiga mbio kama mashujaa, upanda ukuta kama watu wa vita, nao huenda mbele kila mtu mmoja katika njia zake, wala hawapotoshi safu zao. Hiyo ni structure ilivyokuwa imepangwa kwenye kitabu cha Yoeli. Sasa fungu la 8 anasema, wala hapana mmoja asukumaye mwenzake, huenda mbele kila mmoja katika njia zake, hujifanyia njia kwa nguvu kati ya silaha, wala hawaachi kuitafuta njia yao. Yoeli 4 fungu la 10 anasema, huirukia miji, hupiga mbio juu ya ukuta, hupanda na kuingia ndani ya nyumba, huingia madirishani kama ingiavyo mwivi. Nchi inatetemeka mbele yao, mbingu inatetemeka. Anamaliza anasema, jua na mwezi hutiwa giza na nyota huacha kuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa umeona hukumu ya Mungu aliyohukumu Israeli wa wakati huo, wakati wa nabii Yoel, kupitia taifa fulani. Alivyoenda kuwahukumu, hukumu yake alifananisha na nzige wenye maumbo wanaoangamiza kama simba. Wakaenda wakitoa moto, na walipofanya kazi yao walitia giza jua, mwezi na nini na nyota. Alafu hiyo lugha ndio Yohana anairudia tena akielezea nzige wa baragumu ya 5. Sisi tunaelewana vizuri hapa. Kwa katika muktadha huo, nzige ni ishara inayowakilisha taifa fulani, ambalo taifa hili linakuwa na nguvu ya nge. Habari zenu? Darasa tuko pamoja? Jaf, unaelewa? Nge huwakilisha nini? Nge huwakilisha mashetani. Nge huwakilisha mashetani. Nitatoa mafungu machache. Luka 10 fungu la 18 hadi 19. Akamwambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Ambalo ni anguko la shetani mara ya pili pale msalabani. Tazama, Yesu anawaambia, tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna mtu atakaye wadhuru, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Kwa hiyo nguvu ya shetani inafananishwa na nguvu ya nyoka, alafu na nguvu ya nge. Nyoka akikugonga kisigino una bahati njema, ila akikugonga kwenye vital organs umekwenda na maji. Ila nge hakugonge sehemu yoyote hufi. Sumu ya nge haiui. Sumu ya nge inasababisha kuparalyze kwa muda kwa kitu, alafu baada ya muda inarudi. Na nge akingata mtu, jambo la kwanza unalomsaidia unafanyaje? Unachukua matembele, unayaponda ponda hivi, alafu unaweka ile sehemu, unafunga. Basi inafyonza ile sumu, ile ganzi inapotea. Hiyo sayansi nilifundishwa na daktari mzee tukiwa makambi Magodani. Kuna mtu alingatwa na nge. Nilikuwa sijui. Au mkaa black chako.
God Amazing Grace, ukurasa 257 paragraph ya pili. Ellen White akifafanua hilo fungu anasema, Luka 10 fungu la 19, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui, wala hakuna kitu kitakachowazuru. Katika paragraph ya pili Ellen White anafananisha, anasema mwanadamu aliyeanguka ni mateka halali wa shetani. Kazi za Kristo ilikuwa ni kumuokoa kutoka katika nguvu za adui yake mkuu. Kwa nyoka, anaposema neno nyoka na nge, anawakilisha nguvu za adui yule mkuu. Mwanadamu kwa asili ana mwelekeo wa kufuata mapendekezo ya shetani. Hawezi kufanikiwa kupinga adui mbaya, ndivyo isipokuwa Kristo. Mshindi mkuu anaishi ndani yake akiongoza tamaa zake na kumpa nguvu. Mungu pekee ndiye anayeweza kupunguza nguvu za shetani. Shetani anajua vizuri zaidi kuliko watu wa Mungu uwezo ambao wanaweza kuwa nao juu yake wakati nguvu zao ziko ndani ya Kristo. Hakuna anayeelewa duniani vizuri namna shetani anavyoweza kupambana kama yeye mwenyewe. Roho nabii anaendelea kusema,